Karibuni sana KingoFarm. Leo hii ninataka nizungumzie vitu vitatu kwenye banda. Kwanza nataka nizungumzie kuhusiana na banda la gharama nafuu, jinsi ambavyo unaweza ukajenga banda la gharama nafuu. Jambo la pili nataka nizungumzie vipimo vya mabanda tofauti tofauti, na kitu kingine ambacho nitazungumzia hapa, nitazungumzia kuhusiana na uimara wa haya mabanda. Yani vitu gani vya msingi vya kuviweka kwenye banda lako, vitu ambavyo natakiwa uzingatie sana ili kuweza kuepukana na magonjwa, lakini pia ili kuweza kuepukana labda na wadudu kuweza kuingia bandani. Sasa kitu cha kwanza, hili banda ambalo unaliona hapa mbele, hili banda ni banda zuri sana kwa kuku wa kienyeji. Moja ya kitu kikubwa ambacho nakipenda kwenye hili banda ni namna ambavyo limejengwa kwa gharama nafuu, na vitu vilivyosababisha lijengwe kwa gharama nafuu, kwanza limetumia mabati ambayo ni used. Haya ambayo unayaona ni banda zuri sana kwa mtu ambaye ndio bado unajitafuta, unaanza. Kitu cha pili, limeambatana na ukuta. Hapa nyuma hapa unaweza kaona hapa limeambatana na ukuta. Kwa hiyo tumetumia material upande huu hapa na upande wa kule. Upande wa kule ndio ambao umetumia material, lakini huu upande wa nyuma tumetumia huu ukuta wa nyumba ndio ambao umetumika huku. Sasa moja ya changamoto ya hili banda, inaweza ikawa changamoto kwako pia, ni mzunguko wa hewa. Tuna dirisha moja kubwa hili la hapa mbele, hili hapa. Hili ndio dirisha ambalo sisi tunalitumia kwa ajili ya mzunguko, kupata mzunguko wa hewa. Lakini huu upande wa nyuma huu unaweza kaona, huu upande wa nyuma huu una ukuta. Kwa hiyo hewa inaingia hapa na kutokea hapa. Kwa hiyo ndio maana hili banda ni la kuku wa kienyeji. Kuku wanaolala humu mara nyingi sana wanakuwa wanatembea nje kama hivi ambavyo umeona. Kwa kwenye hili banda letu ndio hivi vitu ambavyo ni vya muhimu sana vya kuangalia, vya kuzingatia. Lakini pia ukiangalia urefu, hili banda, huu upande wa mbele huu hapa, kutokea hapa chini mpaka hapa juu hapa tumeweka mita 2.5, lakini huku tumezidisha kipimo kidogo hapa. Kwa hiyo inakuwa kama mita 2.8 hivi, ili kuweza kupata huu mwinuko. Lakini unaweza ukainua zaidi hili banda, kama wewe unataka utengeneze, unaweza ukainua zaidi ili hili banda liwe lina mwaga maji vizuri. Changamoto, kama itanyesha mvua ya kulala sana inayokuja huku hivi, inaweza ikaingia ndani ya hili banda na kusababisha magonjwa, kwa sababu chini ya matandazo hapa pataloana, itasababisha magonjwa kama vile ya coccidiosis na magonjwa mengine. Kwa hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaona hili banda jinsi ambavyo lilivyo. Na kipimo, hili banda bwana, kuku wa kienyeji 200 wanalala humu ndani, wamebanana vizuri kabisa. Hapa kuna mita 3, lakini kwenda huku mpaka hapo kuna mita 9. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo ndio vipimo ambavyo sisi tumevitumia. Na ndani ya hili banda, tukija ndani ya hili banda unaweza ukaona sasa. Ndugu zetu, leo hii nataka niwaelekeze ndani ya hili banda unaweza ukaona jinsi ambavyo lilivyo. Kwanza lina hili eneo la kulala, tumeweka hizi kama ngazi hizi. Kuku wanakuwa wanalala humu. Kuna ngazi nyingine hii hapa. Kuku wanapenda sana kulala maeneo kama haya kwa sababu ni kuku wa kienyeji. Lakini pia ukiangalia vizuri kabisa hapa, tuna hili hapa box la kutagia. Kuku wao wanataga kwenye hili box na kuatamia. Sasa sisi kuku wetu kwa kawaida waga tunawanyang'anya mayai, tunaweka kwenye incubator. Ndio jinsi ambavyo tunafanya. Na hii incubator tumeitengeneza sisi wenyewe kwa mkono, yani tumeitengeneza sisi wenyewe na inafanya kazi vizuri kabisa. Na kuna darasa ambalo tulikuwa tunaelekeza jinsi ya kutengeneza hizi incubator. Sasa kwa wale ambao wamechelewa darasa la kutengeneza incubator za mayai, sasa kuna kitabu cha incubator ambacho
kipo, lakini pia jinsi ya kutengeneza hiyo incubator ya gharama nafuu. Sisi tumetengeneza incubator ya gharama nafuu. Kipo kitabu cha kutengeneza hiyo incubator ya gharama nafuu, lakini pia sambamba na hicho kitabu tutakupa video 7 ambazo wewe utaziangalia. Tunaelekeza kwa vitendo namna ambavyo unaweza ukatengeneza hiyo incubator. Kwa hiyo ukichanganya hizo video 7 na hicho kitabu cha incubator, basi unatengeneza incubator ya gharama nafuu vizuri kabisa bila hata ya kuhitaji fundi wa aina yoyote ile. Kwa hiyo unaweza ukatutafuta kwa namba hiyo hapo, ukatutafuta WhatsApp ili uweze kutengeneza incubator yako wewe mwenyewe. Lakini kama pia ni mvivu wa kutengeneza incubator ya kisasa, hii incubator ya mabox, jamani, incubator za kutengenezwa zinafanya kazi vizuri kabisa kuliko hata incubator hizi za Wachina. Sisi pia hapa tumewahi kununua ile incubator ya Wachina, haikufanya kazi vizuri kabisa kiasi kwamba mpaka ikafikia kipindi sasa tukaamua tutengeneze sisi wenyewe. Lakini wewe kama unataka incubator ya aina yoyote ile ya kutengenezwa popote pale ambapo upo hapa Tanzania, wasiliana na sisi, namba ya simu hiyo hapo, tutakutumia kokote kule ambapo upo, tutafanya mawasiliano. Wewe fanya mawasiliano na sisi ili tuweze kukupatia incubator za mayai, kuanzia mayai labda unataka mayai 30, unataka mayai labda mayai 100, 200, zipo za 200, 176 sijui ngapi mpaka 1000 utapata incubator mpaka kubwa. Kwa hiyo wasiliana na sisi kwenye hiyo namba, tutakutumia incubator ambazo zina ufanisi mkubwa kwenye kufanya kazi. Lakini tukiendelea na hii video yetu, nilikuwa nazungumzia hili eneo la kutagia. Kwa hiyo sasa hivi kuku wakiingia wakitaga humu, tunaokota mayai, tukiokota mayai tunayaweka kwenye incubator, basi tunakuwa tunaongeza idadi ya vifaranga kama hivyo. Lakini pia ukitaka kujifunza jinsi ya kuwalea hao vifaranga baada ya kuwatotoa, tunalo darasa pia. Darasa ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Tunakuunga kwenye hilo darasa. Tukiunga kwenye hilo darasa utajifunza vitu vingi sana, jinsi ya kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa, vyakula vya kuwapa. Pia tunacho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Mle kuna jinsi pia ya kuwalea vifaranga na jinsi ya kuwachanganyia chakula. Hilo darasa la incubator pamoja na kitabu hicho cha incubator gharama yake ni shilingi 10,000. Vyote kwa pamoja utapata vitabu, utapata na hizo linki za hilo darasa. Lakini pia sisi KingoFarm tunatoa mafunzo, tunakuwa na mafunzo. Kwa hiyo kikubwa wewe tufuatilie hapa, subscribe hapa, wewe unatufuatilia kama tulivyotangaza mafunzo ya incubator mpaka yameisha. Kama ulikuwa unatufuata, maana yake kuna watu pia walijiunga na hilo kundi. Sasa tukirudi kwenye darasa letu huku, tunaendelea na hili banda. Nataka nikuonyeshe banda jingine hili hapa. Hili ni banda kwa ajili ya broiler. Kama unafuga broiler, unafuga chotara, banda hili hapa ndio linafaa zaidi. Kwanza hili banda lina dirisha kubwa sana, hili hapa la kuingizia hewa, hili lilopo mbele. Lakini pia kuna dirisha lipo huku nyuma la kutolea hewa. Kwa hiyo hewa ikiingia hapa inakuja kutokea kule, au ikiingia huku inakuja kutokea huku. Yaani ni dirisha ambalo wewe ukipata mafua, kuku wako wakipata mafua, basi ujue kuna shida. Hili banda kama unafuga broiler 400. Urefu wa hapa mpaka hapa ni mita 12 mita. Upana wa kutoka hapa mpaka hapa ni mita 3. Na hapa juu tumelaza bati moja na kipande kidogo cha bati. Yaani ukiwa na bati kwa mfano 4, unaweka bati la kwanza, la pili, la tatu. Lile la 4 lile unaenda unawekea vipande kule nyuma. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunatengeneza. Hapa mbele unapoona hapa hii bati tumekata nusu. Yaani kwa mfano huku nyuma huku unaona kuna bati zima hii hapa. Tumekata nusu ndio tumekuja kuweka hapa mbele. Urefu wa hili banda wa kwenda juu, urefu wa kwenda juu ni mita 2, ni mita 2. Huku tunapunguza kidogo tu, tunaweza kuweka 1.7 au 1.6, vyovyote vile, ili mradi tu bati yako ilale kama hivi. Kwa hivyo ndio vipimo na sio gharama sana. Kwa mfano sisi banda lote hili
kwa sababu sisi tumetumia bati mpya. Tungekuwa tumetumia bati chakavu kama hizi ambazo unaziona kwenye hili banda, gharama zingekuwa ni ndogo, zingepungua hata mara 3 au mara 4. Hili banda gharama yake ni tulitumia shilingi 800,000 mpaka linakamilika hivi lote hili. Moja ya madhaifu ni kwamba mvua, huwa tunatumia turubai kuzuia mvua isiingie hili eneo la mbele. Lakini pia unaweza ukaweka cap, kofia hapa ya bati, ukalaza hapa bati hivi ili iwe inazuia mvua ile ya kulala ambayo itakuwa inaingia humu ndani. Lakini kitu kingine, unaweza ukabananisha nyaya mbili hapa mbele. Sisi tumeweka hii chicken mesh peke yake. Moja ya changamoto ya hii chicken mesh, huwa inaharibika, yani ikinyeshewa na mvua inapata kutu. Lakini ukipata hii chicken mesh na ile fence wire ukaziweka zote kwa pamoja, utapata banda fulani ambalo ni imara sana sana sana. Msisahau kusakafia chini mabanda kwa ajili ya usalama, lakini pia kwa ajili ya urahisi wa kuweza kusafisha haya mabanda. Mabanda pia ni wakumbushe tu yanahitaji repair, yani yakiharibika inatakiwa utengeneze. Kwa hiyo hicho ni kitu muhimu sana pia cha kuzingatia kwenye mabanda.